Hadithi yetu inaanzia katika jumba la kifahari. Kulikuwa kuna mwanaume na mwanamke wanaishi katika jumba hilo. Mwanaume alikuwa anaitwa Derek na mwanamke alikuwa anaitwa Joan. Wanaume na mwanamke hao walikuwa wana uhusiano wa kimapenzi. Hasa siku moja msichana Joan alipokea ujumbe ya kuwa amechaguliwa kwenda kuwakilisha kampuni yake anayofanyia kazi, hivyo ikambidi aende akakae wiki 2 sehemu hiyo. Basi akamwambia mpenzi wake kuwa hana safari ya kwenda hivi karibuni. Basi mpenzi wake alimpongeza sana baada ya kusikia mpenzi wake amechaguliwa kwenda kushiriki katika kampuni hiyo. Hasa mwanaume Derek akawa anamwandalia nguo zake vizuri sana mpenzi wake, ili mradi aende na safari yake vizuri sana. Lakini Derek alionekana kuwa kama anamchiti, kwa sababu wakikumbatiana kama kuna kitu anakuwa anafanya katika simu yake ambaye hataki mpenzi wake Joan akione kile kitu. Sasa bwana, siku ikafika, inabidi bwana Joan aondoke. Akampakia mabegi yake vizuri sana na akaondoka. Hasa cha kushangaza, katika nyumba hile alikuwa anaishi na mdogo wake pia wa mwanamke. Mdogo wake huyo alikuwa anaitwa Tasha. Hasa siku hiyo hiyo wakati Derek anarudi, Tasha akamwambia ya kuwa na mimi naondoka, hivyo basi nitarudi kati ya siku 2 au 3. Basi Derek baada ya kusikia vile akamruhusu Tasha aondoke. Tasha akaondoka bwana. Lakini Tasha alivyoondoka sasa, Derek akakaa kwenye kiti na kumpigia mtu. Aliyempigia anaitwa Melinda. Akampigia na akamwambia ya kuwa nipo peke yangu ndani ya mjengo huu, hivyo basi na kuomba uje tusherekee siku hii kwa pamoja. Hasa bwana, baada ya muda mchache Melinda aliwasili katika nyumba hile na wakaanza kuongea. Lakini cha kushangaza, Melinda na Derek walivyokuwa kama wana mahusiano hivi ya karibu, basi wakaanza kuongea mambo mengi sana na kufurahia katika nyumba hile. Lakini sasa msichana Tasha alirudi baada ya muda kidogo, akamkuta Derek na Melinda wamekaa katika kiti. Hivyo basi Tasha alishangaa sana kumkuta mwanamke amekaa katika nyumba hile ya dada yake. Basi Derek akamuuliza Tasha, vipi, mbona ulisema haurudi na umerudi siku hii? Tasha akamjibu Derek, hii nyumba ni ya dada yangu, hivyo basi nina haki ya kuja muda wowote ule na nina haki ya kuondoka muda wowote ule. Basi Tasha akaingia ndani. Alivyoingia ndani Tasha, Derek akamwambia Melinda, hivyo basi inabidi uondoke kwa sababu unaona mdogo wake amesharudi na hakuna kitu chochote kile kinachoweza kuendelea hapa. Basi Melinda akaondoka. Basi mwamba Derek, ili kukwepa aibu ya ile kitu, alivyotoka tu kumsindikiza Melinda, akaingia ndani akamkuta Tasha amekaa katika kitanda chake. Hivyo basi akamuuliza, kwa nini umekaa katika kitanda changu? Tasha akamwambia, kitu gani unachokifanya hiko? Kwa sababu dada yangu ameondoka ndo naamua kuleta wanawake ndani ya nyumba hii? Basi Derek alisema tu ya kuwa yule ni rafiki yangu na hakuna chochote kile kinachoendelea baina yangu mimi na yeye. Lakini Tasha hakuwa mjinga kabisa, alimwambia kuwa wewe unamchiti dada yangu na hivi karibuni nitaenda kumwambia. Basi Tasha akaondoka pale. Asa kesho yake bwana, Tasha aliandaa mabegi yake ndani ya gari. Alikuwa kama ana safari hivi ya siku moja, lakini akiwa anapaki mabegi yake anamshangaa Derek anapita na msichana yule yule Melinda, wanaingia ndani. Hasa Tasha akawa anawaangalia kwa jicho la chini chini, lakini hakafanya kama hawaona vile, na vile vile Derek na Melinda hawakumuona pia. Hasa bwana, Derek aliazani Tasha ya kuwa ameondoka. Basi wakaingia tena na Melinda bila ya kuchoka na bila ya kuona aibu, wakaanza kufanya mambo yanayoendelea mule ndani. Wakaanza kuliwazana, yani kama nyumba yake, wakati mwenye nyumba siyo yeye kabisa yani. Hasa bwana, siku hiyo Melinda alikuwa anapika jikoni, anasikia mlango unagonga. Kwa madaha akaazani ni Derek. Alivyoenda kule anashangaa msichana Tasha ndiye anayegonga. Akamkaribisha pale, lakini Tasha akamuuliza, vipi, wewe ni nani? Akajibu kuwa mimi nimekuja kumpikia tu. Mara muda huo huo Derek alifika. Alivyofika Derek akaanza kuuliza, Tasha, si ulisema haurudi wewe? Ni kitu gani kilichokufanya urudi sasa hii? Tasha akawa anamuuliza tu, wewe kuna siku uliniambia kuwa mfanyakazi ambaye ni Dobi anakuja kukufulia nguo. Je, huyu ndiye Dobi?
Pale pale Tasha akaondoka, akawabakisha Melinda na Derrick. Basi Melinda akawa amekasirika sana baada ya kusikia ameitwa kwa Dobby. Akasema, hivi ndio inamaanisha umenisevu mimi Dobby katika simu yako? Kweli kabisa umenisevu mimi Dobby? Basi Melinda akakasirika pale na akavua kila kitu akaondoka. Asa Tasha baada ya kuingia ndani akaamua ampigie simu dada yake Joan na kumwambia ya kuwa Derrick anamsaliti na anaingiza wanawake humu ndani, lakini dada yake hakumwamini kabisa, kwani anampenda Derrick kupindukia. Akamwambia, mimi siwezi kukuamini, najua tu wewe haumpendi kabisa, mimi siwezi kukuamini bila kuwa na ushahidi wa kutosha, siwezi kukuamini kabisa. Basi akamkatia pale simu. Hasa Tasha akawa anafikiria sana, ni kitu gani nifanye ili nipate kumwaminisha dada yangu Joan. Ndipo pale akatoka pale na kumwambia kuwa nimepata safari ambayo ni ya siku 2 au 3, hivyo basi inabidi niondoke. Basi Derrick akamwambia ya kuwa basi sawa, mimi nimekubali. Basi pale pale msichana Tasha akaondoka. Sasa ile kuondoka tu, Derrick akampigia mchepuko wake Melinda na kuanza kuongea naye, lakini muda ule ule Tasha akaingia ndani na kujifanya kuwa kama kuna kitu anatafuta, lakini huku anampiga jicho la pembeni. Derrick ndipo akaanza kujing'atang'ata ili mradi Tasha asimuelewe kabisa ni kitu gani kinachoendelea katika akili yake. Lakini baadaye Tasha akachukua funguo yake na kuondoka zake. Asa bwana Derrick bila kuwa na roho ya uoga akamchukua yule msichana wake Melinda aliyetoka kumpigia simu na akamuingiza chumbani. Wakaanza kufanya mambo yao pale, lakini muda huo huo msichana Tasha akarudi na akaanza kumpigia makofi. Akaanza kumwambia, ni kitu hiko ndo unachokifanya baada ya mimi kukwambia naondoka? Basi Derrick bila uoga alisimama pale na akaanza kumwambia kuwa ni kitu gani unachokifanya? Si ulisema unaondoka, mbona unapenda kunifuatilia sana? Akamwambia, hii ni nyumba ya dada yangu na mimi nitahakikisha dada yangu anaishi vizuri sana, hivyo basi kama unaona nakufuatilia sana, na kuomba uache hiko unachokifanya. Basi pale pale Tasha akamwambia kuwa nitamwambia dada yangu kwa sababu kitu unachokifanya sio kizuri kabisa. Lakini Derrick akamwambia ya kuwa dada yako hatoweza kabisa kukuamini kwa sababu dada yako ananipenda kupindukia. Basi Tasha baada ya kuambiwa maneno kama yale alikasirika kidogo, akaamua aondoke. Ndipo akabaki mule ndani Derrick na Melinda. Basi bila kuwa na uoga Derrick akamwambia Melinda kuwa usihofu, mimi yule msichana ananipenda sana, hivyo hatuweza kumwamini kabisa na kuomba uniamini mimi. Basi pale wakaendelea tu pale kupigana juice na mambo yakaendelea kiasi. Hasa bwana Tasha baada ya kuingia ndani aliendelea tu kumpigia dada yake na kumwambia ya kuwa mvulana wake anamsaliti na anamuingizia wanawake ndani, lakini vile vile Joan alikataa tu kuwa na kumwambia mimi Derrick hawezi kunisaliti kamwe. Aya bwana. Hasa bwana siku zikaisha kule, msichana Joan akachukua ubingwa wa kuwa na kampuni bora pale na siku za kurudi ikawadia. Hasa Derrick alienda kumfuata. Cha ajabu, wakati msichana Joan anarudi alionekana kuwa kama ni kipofu. Basi akamkaribisha, lakini mdogo wake Tasha akabaki tu anashangaa, ni kitu gani dada kilichokufuata? Ni kitu gani dada kilichokusibu? Ndipo pale pale akamwambia ya kuwa jana wakati nimetoka kuchukua tuzo tulienda kusherehekea na marafiki zangu, ndicho hiki kikanikuta. Basi pale pale msichana Melinda akabaki tu pale anahuzunika tu pale, mwishowe akaingia ndani. Lakini sasa cha ajabu, alivyoingia ndani dada yake akamfuata huku akiwa anaona. Hasa Tasha akashangaa, dada kumbe unaona? Akamwambia, ndiyo mimi naona, ila nimekuja hapa kufanya upelelezi, hivyo basi nataka nimchunguze Derrick kama ni kweli ananifaa au hanifai kabisa Basi Tasha baada ya kusikia vile akakubali kabisa. Asa Derrick bila ya kuwa na uoga akampigia msichana wake ambaye ni Melinda na kumwambia ya kuwa msichana wangu Joan amerudi, lakini cha kushangaza sasa hivi haoni kabisa, kwa hiyo tunaweza tukafanya mambo yetu kwa uweledi kabisa. Basi Melinda akafurahi sana kusikia vile. Asa bwana siku zilizozidi kwenda inabidi msichana Joan aende katika kampuni yake kuendelea na kazi, lakini kwa sababu halikuwa haoni basi inabidi aende Derrick. Basi siku ikaenda pale, Derrick akaenda katika kampuni na akawa anafanya kazi katika kampuni ile kama manager, alikuwa analinda
vitu vya mpenzi wake. Basi alivyofika kwenye kampuni tu bila uoga, akampigia msichana wake Melinda na kumwambia inabidi aje pale ili mradi wapate kufurahia mambo kadhaa. Basi Melinda bila uoga na yeye akafika pale. Basi akamwambia kuanza leo utakuwa wewe ndio assistant manager wangu, kwa sababu mimi ndio na mamlaka yote katika kampuni hii. Basi pale Melinda akafurahi sana kusikia vile. Sasa bwana Derek alivyorudi nyumbani akamwambia pale msichana wake ambaye ni Joan kuwa yule manager nimemfukuza kwa sababu naona kama kuna kitu hivi hakipo sawa kwake yeye, hivyo basi nimemleta assistant manager mpya. Basi msichana Joan akamuuliza kuwa assistant manager mpya anaitwa nani, akamwambia anaitwa Melinda. Basi pale Joan akafurahi akamwambia basi sawa, kwa sababu wewe ndio una mamlaka kila kitu, basi hakuna shida na mimi sikupingi. Basi pale wakaenda pale na pale msichana Joan akaingia hadi chumbani kwa mdogo wake Tasha. Alivyofika pale akamuuliza, hivi unamfahamu Melinda? Tasha akamwambia ya kuwa namfahamu, Melinda ni msichana wake na Derek ambaye alikuwa anamletaga hapa. Basi ndio amemfanya kuwa assistant manager sasa hivi uko katika kampuni yangu. Basi Tasha baada ya kusikia vile akaanza kumlaumu, dada ni kitu gani unachokifanya hiko? Lakini pale dada yake kumwambia, najua ninachokifanya, hivyo basi na kuomba uniamini mimi dada yako. Basi akaendelea kiasi kile. Sasa bwana, mida ya baadaye kesho yake wakati kumepambazuka, mwamba Derek anajiandaa kwenda kazini, lakini alikuwa ana search katika madraw kama kuna kitu anakitafuta vile. Akasearch akapata nyaraka ambazo ni muhimu sana na vile akazichukua, lakini Joan kumbe alikuwa anamuona kabisa, yani kila kitu alichokuwa anakifanya. Hasa wakati anaondoka mlangoni akapalamiana na mdogo wake na Joan, akamuuliza ni kitu gani ulichokibeba hapo? Akamwambia kuwa haikuhusu, kwani kuna shida gani? Basi pale msichana Tasha akaingia hadi chumbani kwa dada yake. Alivyoingia akamwambia ya kuwa nimemuona Derek yupo na document. Je, zile ni document gani? Akamwambia kuwa zile ni document za kampuni, hivyo basi sijui kitu gani anachoenda kukifanya. Basi Tasha alikuwa na huzuni sana na kumwambia pale dada yake kitu hiko asikifanye tena kwa sababu kitakuja kumkosti baadaye, lakini vile tu alibaki kumwambia kuwa usiwaze mdogo wangu, mimi najua kitu ninachokifanya. Basi Derek alivyoenda pale kazini akamwambia Melinda ya kuwa nimepata dokumenti za kampuni, hivyo basi inatabidi ukazirekebishe hizi dokumenti ili mradi zipate kuwa za uhamisho wa kampuni, ili mradi kampuni hii tuihamishe ije kwetu. Basi pale msichana Melinda akakubali, akaenda kufanya vile. Mwisho wa siku akamletea zile dokumenti zikiwa tayari ni za uhamisho, hivyo basi inahitajika ipatikane saini tu ya msichana Joan ili mradi kampuni yote ile ipate kuhamishwa iwe ya Derek na Melinda. Basi Derek akamwambia kitu hiko hakina shida, nitajitahidi sana kumwambia leo apate kuzisaini hizi document. Basi alivyofika hadi nyumbani Derek akamwambia pale mke wake Joan, nakuomba twende sebreni. Basi akamkokota pale hadi sebreni. Baada ya kufika akamwambia ya kuwa kuna document unatabidi uzisaini hapa, document hizi ni za kufanya tu mambo ya kikampuni. Basi pale bila kusita akaambia sawa nitasaini, lakini kumbuka kuwa Joan anaona. Alivyoona kuwa ni document za uhamisho akajifanya kama macho yanamuuma, akamwambia kuwa sitaweza kusaini kwa sababu naona macho yananiuma, hivyo basi inabidi uniingize ndani nipate kupumzika. Basi Derek alikasirika kidogo, lakini hakuwa na jinsi, akamwambia basi sawa, akamuingiza pale ndani. Lakini pale msichana ambaye ni Tasha akashangaa dada yake anakuja huku analia. Ndipo akamuuliza ni kitu gani kinachokuliza dada yangu? Akamwambia Derek vitu anavyonifanyia simuelewi kabisa, anataka ajimilikishe kampuni yangu yote iwe ya kwake. Basi akamwambia ya kuwa na leo amenipa hapa document za kusaini ili mradi kampuni iwe ya kwake. Lakini pale dada yake Tasha akamwambia ni kitu gani ambacho nakiruhusu hiko? Huku upande wa pili kwa Derek akampigia msichana wake Melinda na kumwambia ya kuwa siku ya leo imeshindikana kumsainisha kwa sababu alikuwa anaumwa sana, hivyo basi nitamsainisha siku nyingine. Basi mambo yakaenda kuwa vile. Asa bwana msichana huku Tasha na dada yake wakawa wanaongea, akamwambia kwa kitu anachokifanya ipo siku atakilipa. Asa bwana siku chache baadaye Tasha ilimbidi aondoke katika safari zake,
hivyo basi inabidi akae wiki 2. Akaja akamwaga pale dada yake kuwa anaondoka, hivyo basi atakaa wiki 2. Basi pale pale akakubali. Baada ya kuondoka tu pale pale Derrick akaingia ndani na kumkuta msichana wake Joan. Akamuuliza kuwa nimemwona Tasha na mabegi, ni kitu gani anachokifanya? Akamwambia kuwa Tasha anaondoka na atakaa kama wiki 2 hivi. Basi sawa. Basi bila kuchoka pale pale mwamba Derrick akarudi ukumbini na kumpigia pale msichana wake Melinda. Akamwambia ya kuwa kuna uwazi mpana sana kwa sababu yule msichana Tasha ameondoka. Hivyo basi nakuomba siku ya leo tuje kuenjoy wote hapa nyumbani kwa sababu msichana wangu mimi haoni. Hivyo hata tushtukia kwa chochote kile. Basi bwana Mungu si Asumani, mida ya baadaye bwana msichana Tasha alikuwa ameshawasili. Basi Derrick akaenda kumfungulia mlango na kumwambia kuwa anyate hadi chumbani ili mradi msichana wake ambaye ni Joan asisikie. Basi akaanza kunyata pale na kuingia chumbani. Lakini kumbuka Joan akawa anawaona tu. Basi akawa anawaangalia pale. Hasa bwana baada ya kufika chumbani wakawa wanataka kufanya mambo yao. Lakini Joan alifika pale na kumuita na kumwambia kuwa anahitaji kuwa naye karibuni. Huku anapiga piga na fimbo yake inampiga msichana Melinda. Melinda akawa kama analia hivi kwa muda mwingine kwa sababu alikopo anampiga pale. Lakini mwisho wa siku akamwambia kuwa Melinda inabidi uondoke kwa sababu naona mambo yashakuwa mengi. Basi Melinda bila kuchoka akaondoka pale. Basi na mambo yakiendelea kiasi kile. Hasa baadaye bwana akampigia mdogo wake Tasha na kumweleza kuwa vitu anavyofanya Derrick sasa amevuka mipaka kwa sababu amemleta msichana wake ndani ya nyumba yangu na kulala naye ndani ya kitanda changu. Ndipo pale pale akamwambia kuwa huyo ndo Derrick na hivyo vitu anavyovifanya naona sasa hivi unashuhudia. Aya bwana. Hasa bwana kesho yake mwamba Derrick alipofika ofisini akamwambia Melinda ya kuwa inabidi tuondoke, siku sio nyingi. Kwa sababu gani? Nitabidi tuondoke na kabla ya kuondoka nitabidi nihamishe pesa kama naira milioni 1 katika akaunti yangu. Basi pale pale Melinda akakubali. Ndipo mida baadaye Derrick akaenda kwenye benki na kuhamisha milioni 1 naira. Huku msimamizi wa benki akawa anamwambia milioni 1 naira hiyo utaenda kuifanyia nini? Kwa sababu unaihamisha katika akaunti ya kampuni. Akaambia tu kuna mambo tu binafsi ambayo nitabidi niifanyie. Bila kusita wakati amerudi tu pale, lakini msichana Joan anaona meseji inaingia ya kuwa naira milioni 1 imehamishwa katika kampuni na imepelekwa. Akabaki tu anashangaa. Hivi ndio anavyovifanya huyu. Lakini pale pale bwana hiyo siku wakati Joan amekaa pale akasema subiri nimwite. Akamwita pale Derrick. Lakini Derrick siku hiyo alikopo anamgombeza kabisa kuwa mimi sio mtumwa wako na sitoweza kukufanyia chochote kile. Derrick alikuwa amebadilika kabisa kwa sababu alikopo ameshahamisha pesa na alikopo ameshafanikiwa kumfanya Joan asaini ule mkataba ya kubadilisha akaunti ya kampuni. Basi akawa anakasirika na akamwambia kuwa kesho nitaondoka mida ya saa 4. Basi msichana Joan akawa anajaribu sana kumwambia na kuomba usiondoke, ukiondoka mimi nitaishi na nani? Lakini Derrick alibaki na msimamo wake kuwa mimi nitaondoka kesho, hivyo basi sitaki chochote kile kuhusu wewe. Basi pale pale bwana Derrick akawa anajiandaa. Kesho yake ilipofika Derrick akawa anajiandaa ili mradi aondoke. Lakini msichana Joan alikuwa anamvuta na kumwambia kuwa Derrick na kuomba usiondoke, ukiondoka mimi nitahudumiwa na nani? Nitaishi na nani? Lakini Derrick alikuwa hasikii kabisa, anataka tu aondoke muda wote ule. Hasa bwana Derrick wakati anaondoka kufika nje anashangaa kuna watu wamemfuata. Akawa anauliza nyinyi ni wakina nani? Sisi ni maofisi kutoka kituo cha kati. Hivyo basi unashtakiwa kwa kosa la kubadilisha na kuuza kampuni ambayo sio yako na vile vile kuhamisha kiasi cha pesa. Na pale pale msichana wake Joan akafika akamwambia kumbe unaona? Akamwambia ndio naona, na kile kitu ulichokifanya leo utakuja kulipia. Hivyo basi wakamkamata kwa kosa la kuhamisha kampuni ambayo sio ya kwake kwa sababu ile kampuni alivyoihamisha, alivyopewa ile sign ile siku sign ilikopo ni feki. Hivyo basi kauza kampuni ambayo sio yake. Basi pale pale wakamkamata na kumpeleka polisi. Basi Joan na Tasha wakabaki wanamshukuru yule meneja wa benki kwa sababu hata kile kiasi cha pesa alichokihamisha kilikopo ni hewa. Na hii ndio mwisho wa story yetu hii ya leo. Basi inatufunza ya kuwa
tuwe wavumilivu na tulizike kile kitu tunachokifanya, tusiwe tuna tamaa nyingi. Na chaneli hii ni ya E7 Flix, basi nakuomba ubonyeze kialama cha kusubscribe ili uwe mwanafamilia wa chaneli hii. Asante sana, shukran na chao.